Kwa kweli mimi naona wako happy, vibe wanalo kubwa, alafu istoshe naona wana morali kubwa sana na hii mechi. Yaani kifupi ni kwamba inaonekana wanautaka huu mchezo. Kufurahisha zaidi New Amaan Complex. Mimi kwa kweli nisiwe mnafiki. Simba wanaliwakilisha taifa, sawa? Tukiachilia mbali utani wa Simba na Yanga, ni sisi sote ni Watanzania. Umeona? Kwa hiyo niko tayari kupokea matokeo yoyote, isipokuwa vizuri zaidi endapo Simba wanaweza wakafanya vizuri kwa sababu wanaliwakilisha taifa. Ndio. Sehemu kubwa ya mashabiki labda wengine wangetarajiwa kuwa opposite kwa sababu ya utani wa jadi na kuchachafiana, lakini wewe unaonekana kuungana na Simba. Siri ya kuungana na watani zako hususan katika mchezo huu muhimu ni ni swala la kitaifa na sio vinginevyo. Tunaporudi ndani sisi ni mahasimu. Unaona? Mambo ya ndani tuyaache ndani. Linapofika swala la kitaifa, hili ni swala la kitaifa. Kwa hiyo mimi ni waombe tu labda washabiki wenzangu wa Yanga tuwasapoti. Simba wamepoteza mabao 2-0 Morocco. Unatarajiwa kwa mchezo aina gani hapa nyumbani kwa upande wako? Kwa kweli mchezo sio rahisi. Mchezo ni mgumu sana. Ukilinganisha matokeo ya awali, mchezo utakuwa mgumu sana kwa sababu hawa jamaa wako vizuri kila idara. Mchezo utakuwa mgumu sana hasa kwa Simba. Sawa. Ukiangalia kwa namna ambavyo RS Berkane walicheza mchezo wa kule Manispaa ya Berkane kwenye uwanja wa Manispaa ya Berkane, na namna ambavyo Simba wamecheza. Simba wanapaswa kurekebisha kipi angalau labda kuweza kupindua meza na labda kuwapa Tanzania kile ambacho hata wewe moyo wako unakitamani? Mimi naona kikubwa zaidi ni utulivu kwa sababu hata kule walitengeneza nafasi, lakini nafikiri utulivu ndio ulifanya mpaka, kwa sababu hawakupata hata on target moja. Mimi nadhani ni utulivu tu wa forward line ile, kwa sababu wana uwezo wa kutengeneza nafasi. Kikubwa ni utulivu tu. Basi. Sawa. Kwa namna ambavyo Berkane wewe uliwatazama, unadhani mchezaji upi Simba kama wanataka matokeo angalau mmoja wanapaswa kuwa naye makini sana? Kuna yule Kamara yule mido yule pale. Yule ni hatari sana yule. Kwa sababu yule ndio kama engine ya timu. Yule ni hatari sana. Endapo Simba wameshika yule, basi mimi nina imani kabisa watapunguza kasi ya mashambulizi kuja kwao. Kuna utani unaendelea huko kwenye mitandao, watu kuweka mikono kwenye mechi za wenzao. Wewe unauzungumzia? Hayo mambo yapo kwa kweli. Lakini labda mimi ni waombe tu, ikifika mahala kwenye swala la kitaifa kama hivi, hebu hayo mambo tujaribu kuyaweka pembeni. Tujaribu kuwa wamoja, tuisapoti timu ambayo itakuwa inatuwakilisha ili tupate matokeo mazuri kwa faida ya nchi. Naam. Simba wana wachezaji wengi sana, lakini unahisi kama wakimtumia mchezaji gani kubeba mchezo huu labda wanaweza akawaongoza vizuri kwenye matokeo? Kwenye striking au eneo lolote ambalo unahisi miongoni mwa key players kwa mchezo huu kwa Simba? Mimi kwa kweli mapungufu ya Simba nimeyaona zaidi kwenye defense line. Na ndipo wanapofanya makosa mengi sana. Sifikirii na wala sijui anaweza wakaanza na nani, lakini pale nyuma Chemaloni mimi naona yuko vizuri na ana utulivu mkubwa sana, ana uwezo wa kuituliza ile defense. Na ndio maana hata uliona baada ya kutoka yule Abdrazaki, baada ya kuingia yeye kidogo defense ilitulia na wale hawakuweza kupata goli lingine. Mashabiki wengi wa Simba wanaona mara baada ya Chemalon kuumia kwenye mchezo dhidi ya Azam mwezi Februari akakosa michezo mingi, amerejea mchezo ule wa Morocco ukiwa ni mchezo wa pili, wanahisi kama bado anahitaji muda zaidi kulinganisha na Hamza na Chamu ambao ni kama wameonekana wametengeneza partnership nzuri. Wewe hili unalizungumziaje? Hilo ni kweli, lakini kwa experience mimi naona Chemaloni yuko vizuri zaidi kuliko wale. Hayuko fiti sana 100%, lakini kwa kiasi kikubwa sana aliweza kuisaidia timu. Sawa, mabadiliko labda ya uwanja ambayo alifanywa na shirikisho la soka Afrika CAF, unahisi yana athari yoyote kuelekea katika mchezo? Mimi naona hayana athari yoyote kwa sababu Zanzibar ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano na uwanja upo mzuri tu ambao unastahili kuchezewa mechi.
sioni kama kuna athari yoyote kwa sababu bado wako nyumbani pia. Kwa hiyo sioni kama kuna athari yoyote. Matokeo tarajiwa kutoka kwako? Kwa kweli siwezi kuwa na matokeo yangu mfukoni kwa sababu ni mechi ngumu, lolote linaweza likatokea. Lolote linaweza likatokea. Ukiwasaidia wale wawekezaji wa betting kwenye correct score ngapi? Pale bana, mimi naona kuna goli mbili nyingine. Kuna goli mbili nyingine. Anayefungwa? Yoyote anaweza akafungwa. Kwa hiyo kuna uwezekano wa Simba kupindua matokeo kwa goli mbili. Uwezekano upo kwa sababu goli mbili sio nyingi. Uwezekano upo kwa asilimia kubwa zaidi mimi. Upo. Sawa. Jambo lililotuleta hapa ni la Simba, lakini wewe ni mwananchi, itakuwa hatujakutendea haki kama hujaizungumzia timu yako. Bwana, ni mechi chache sana kuelekea mwishoni kabisa mwa ligi. Unaongoza msimamo. Una nafasi ya kutetea ubingwa msimu huu dhidi ya mpinzani? Nafasi ipo kubwa sana. Naam. Debate kubwa ni kucheza na kutokucheza ng'oo. Wewe unaendelea kusimamia wapi? Unashauri watu mkacheze au muendelee kutokucheza ng'oo? Mimi naona ile mechi isichezwe. Isichezwe ile. Kwa nini? Ile tunataka tulete heshima ya mpira wetu kwa sababu mpira wetu hauwezi kuongozwa kwa, yaani mpira wetu unaongozwa kwa sheria, taratibu na kanuni. Umeona? Busara isitumike sana kwenye mechi kama hizi, hasa za Simba na Yanga. Sababu mechi ile ya tarehe 8 imesababisha hasara kubwa sana kwa wawekezaji, mashabiki, nikiwepo mimi mmoja wapo. Nilinunua tiketi, lakini kwa mimi naona bora isichezwe ili iwe funzo kwa hawa viongozi wa bodi ya ligi pamoja na TFF. Mwisho kabisa, umefuzu fainali ya kombe la shirikisho la CRDB. Mtani naye yupo katika hatua ya nusu fainali. Watu wanasema kama huko mchezi ng'oo, basi wanataka kuwaona mkikutana kule. Wewe unatamani kukutana tena na Mtani? Kule mimi natamani nikutane naye. Mtaka vibaya sana. Ongea na Mtani kuelekea mchezo wake dhidi ya Singida, maana akimaliza haya majukumu yanayofuata ndio haya. Mimi namwambia Mtani kwanza avuke hicho kikwazo kwanza cha Singida. Mimi namsubiri. Asije akaleta tena mambo ya asije akakimbia tena kwa sababu pale ndio tunataka tukate mzizi wa fitina. Kwa sababu walisema kwamba hatuwezi kuchukua ubingwa bila kumkaba Mpanzu. Sasa tutakutana FA. Uko tayari kumkaba Mpanzu? Tutakutana FA. Kwa FA. Kwa sababu hata hiyo tarehe 8 waliokimbia alikuwepo pia. Kwa hiyo mimi niwatake tu wafanye vizuri, waje tukutane nao. Tukumbushe tena majina yao. Mwenye Mvua Isa Mwenye Mvua. Natokea Mtoni Kituo. Shukrani sana. Asante sana.